habari za asubuhi. Salama Mr. Jordan. Nimani wote tumeamka salama. Na nimewaita hapa, nataka tuzungumze kidogo. Nadhani kila mmoja wetu amepata ujumbe kutoka kwa boss kwamba yeye amesafiri ameelekea Canada. Na kwa sababu safari yake imekuwa ni ya dharura, ameshindwa kukaa na sisi kikao. Sasa basi, majukumu yote ya hapa ofisini amenikabidhi mimi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mimi ndo nitasimamia majukumu yote hapa ofisini. Na changamoto yoyote itakayotokea, basi naomba ifike kwenye ofisi yangu kwa haraka zaidi. Nadhani tunaelewana. Tumekuelewa Mr. Jordan. Na sisi tunakuahidi pamoja na wenzangu hapa kwa juhudi zetu zote kuhakikisha kampuni yetu isonge mbele. Tupo pamoja. Sawa, mimi niseme asanteni sana kwa kunipa muda wenu na nisiwachoshe kwa sababu majukumu ni mengi hapa ofisini. Mimi niombe kila mmoja tuwe makini na tufanye kazi yetu kwa uadilifu. Kipindi hichi ambacho bosi hayupo mpaka pale atakapokuwa amerudi, ili mradi kampuni tusije tukaifirisha, kwa sababu yeye huko alipo anatutegemea sisi. Sawa? Kazi njema. Sawa, asante. Bosi, safiri kama mimi naona cha msingi tuendelee kushirikiana. Niko na nafsi yangu nimeelezea tu kuna shida yote. Au unasemaje? Niko poa tu. Tufanye kazi kwa ushirikiano. My boss, samahani, naweza nikaingia? Welcome. Okay. Oh, bana. Abe. Karibu. Asante bosi wangu, hongera sana. Yaani ofisi inapendeza. Yaani bosi kakuonesha nyota nzuri sana. Na imani ipo siku leo utakuwa na kampuni yako kama hiyo. Mimi na imani bosi amenifungulia njia, huenda na mimi nikaja kumiliki kampuni kubwa kama hii. Inshallah, mimi nakuombea kila siku kwa Mwenyezi Mungu naye akupe kampuni yako. Amen, amen. Karibu. Samahani bosi wangu, mimi nilikuwa naomba moja kwako. Kama utajali, lakini nilikuwa naomba usiku leo nikualike chakula cha jioni nyumbani kwangu. Kwa leo? Ndiyo bosi. Samahani. Kwa leo kidogo naona itashindikana. Kwa sababu nina majukumu kidogo hapa ofisini sijamaliza. Na sitachelewa kutoka ofisini. Na isitoshe mke wangu sijampa taarifa kuwa nitachelewa, kwa hiyo naomba tupange siku nyingine. Basi sawa, kuna shida. Usijali, siku nyingine tutapata nafasi. Mimi nimependezwa sana na leo na nimefurahi sana. Pole, usijali, siku nyingine tutapata nafasi. Basi poa, kazi njema bosi wangu. Asante, karibu.
wangu. Nakusikia. Sasa hivi ni saa ngapi? Sijajua saa ngapi. Lakini muda umeenda sana. Samahani mume wangu, kuna tamthilia wewe unaipendaga sana, kwa hiyo naomba niimalizie then ndo nitakuja. Sawa, lakini muda ulitakiwa uwe na mimi chumbani sasa hivi. Na isitoshe nimekumisi sana mke wangu. Ndio maana nimekwambia namalizia movie yangu. Nikimaliza nitakuja. Sawa. Mimi nipo ndani na kusubiri. Nimekumisi sana mke wangu. Nikimaliza kuangalia hii tamthilia nitakuja. Au Kiswahili kieleweke. Sawa. Niko ndani na kusubiri. Nimekumisi sana mke wangu. Sawa, nitakuja. Kazi inaendelea. Poa. Hivi shughuli bosi gani amefika? Bosi atakuwepo ofisini kwake. Ingawa sijamuona tangu nimeingia. Ila nahisi atakuwepo. Sijamuona. Lakini mgongo mimi shughuli. Nimekaa nao bila shida. Ndio kwa mimi kama besti yao. Sema kweli mimi napenda sana bosi yule. Wewe tena. Wewe bosi wako unajua mwanamke. Sasa mimi kaka ananisuia shida. Yaani siwezi mtaka sile chuchuti, yaani mimi nataka chuchuti kwa ajili ya mama, nampenda sana. Wewe ana wewe. Uone kama utajaribia ugali wako. Mimi sijali kusudi. Mimi nampenda, ni sijali chuchuti. Nitafanya chuchuti kwa ajili yake, bali tu mimi na nasikia. Ndugu yangu, kwa makini.
Usije kupoteza gari lako bure. Ndugu yangu kwanza unavyoongea ni hata siamini wewe kama ndo unaongea hivyo. Unajichukulia. Kama unajani mimi ananiwa kuzaulia mimi. Naambia kiani naambia kupole. Haya ndugu yangu mimi yangu macho. Lakini ndugu yangu kwani wanaume wengi wakijiona kupenda kusikia. Jamani, kwani kumpenda mtu zangu? Ni mpenzi mimi naona lakini napenda yeye. Yeye anapenda nikufanye niweza kwa ajili yake. Na mimi sijali kusuki. Kila mtu anafanya kama yake. Mimi basi ndio napenda nitafanya chochote kwa ajili yake. Ni sisi kufisha yangu. Sisi zangu. Ndio. Au shoga kutoka tunamwambia mtakaje gani na mimi zingana. Mimi hata sitomwambia. Mimi namwambia tangu lini mimi na yule mwanamke ushoga ukaanza wapi? Ndio hivyo. Kama nilivyokuambia kuwa ofisi inahitaji wafanyakazi wawili ili waweze kutusaidia majukumu ya hapa ofisini, hususan ni upande wa store. Sasa basi nataka nikupe ile jukumu la wewe kuwatafuta hawa wafanyakazi, ila cha kuzingatia, hakikisha vyeti vyao viko sawa. Okay, ni CV zikamiliki. Naomba uanze na huyu mfanyakazi wa kiume kwa sababu tuna changamoto kule store. Sawa. Kama unavyojua ni kwamba kule store vitu vinatakiwa vipangwe kwa muda unaotakiwa. Kwa sasa hivi kwa sababu hatuna mtu wa kule store, itabidi tuanze na huyo mfanyakazi wa kiume. Basi sawa bosi. Haina shida. Tashughulikia swala kwa haraka sana ili zoezi likamilike kwa wakati. Mimi niseme asante sana. Na nikutakie majukumu mema. Kazi nzuri bosi. Sawa. Ndio niwe kumaliza kipenzi. Na wiki nzima sijakaa nyumbani. Kwa hiyo inabidi niwe nikafue mapema. Pole dada. Shughuli yangu mimi kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena? Naweza kanifanyie mchezo boss Jordan.